Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awwalu ma nastaftihu maqala bidhikri alhamdi rabbina ta'ala wa nas'alu Allaha lana al-i'ana fima tawaffayna min al-ibana. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, mutabi'una al-a'izai, ikhwani, ndugu zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhanahu wa subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye amesifiwa na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala akisema wa rafa'na laka dhikrak, tumeinua utaji wako ewe mtume. Utatajwa hapa duniani, utatajwa kaburini, utatajwa siku ya ufufuo, utatajwa siku ya kiyama, utatajwa mpaka peponi. Wa rafa'na bado inaendelea kufanya kazi. Inshallah ikhwani, ndugu zangu, leo nakuletea historia ya jini Subiani. Historia ya jini Subiani. Na hii ni sehemu ya kwanza. Jini Subiani sehemu ya kwanza. Uangalie ni nini, namna gani ambayo yanaweza kumsibu mwanadamu kutokana na sheitani huyu. Ndio maana Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala sema innama yuridu shaytana an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha, kwamba anachokitaka sheitani kwenu ninyi ni kutilieni bughdha, chuki, hasadi, ugomvi, mfarakano na kadhalika. Ndio anataka sheitani. Sasa sikiliza mambo mabalaa ya jini Subiani ili uweze kuona namna gani na wewe unaweza kujinusuru kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala inshallah. Ama na mimi namnukuu mwanachuoni huyo ambaye alieleza habari hizi, anaitwa Jalaluddin Abdurrahman Suyuti. Ameeleza kwa mapana kumwelezea jini Subiani, na mimi leo naanza kumwelezea. Nasema kana Suleimanu alayhi salam qala al-aminu Jibril alayhi salam, anasema malaika Jibril kumwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni history ambayo anaitoa mtume anaitoa malaika Jibril kumwelezea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yale yaliyokuwa yamepita wakati wa mitume wenzake waliotangulia. Sasa hapa namuelezea mtume Suleiman alayhi salam. Anasema kana Suleiman bin Daud alayhi salam, alikuwa mtume Suleiman alayhi salam yarkab ala bisati الملك والريح تحمله والطير تظله والإنس عن يمينه والجن عن شماله والشياطين من خلفه. anasema alikuwa mtume Suleimani alayhi salam amepanda katika bisati yake, yani katika lile busati lake la kifalme, lile aliyopanda katika busati lake la kifalme na upepo ukabeba lile busati la kifalme, yeye busati pamoja na mtume Suleimani alayhi salam, na ndege wakiwa juu wakimkinga, wakimtilia kivuli kutokana na jua, na wanadamu na majini wakiwa upande wake wa kuliani, na mashaitani waljinnu anasema walinsu an yaminihi, wanadamu walikuwa upande wake wa kuliani, waljinnu an shimalihi, na majini walikuwa upande wanatembea upande wa kushoto, washayatinu min khalfihi, na mashaitani walikuwa wanatembea upande wa nyuma, yani wanabakia nyuma huku. Ndio msafara, ndio protocol ambavyo ilivyokuwa wakati wa mtume Suleimani alayhi salam. Kwa hiyo akitembea, kwanza upepo unambeba, na ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomsakharishia na kumpa ufalme wake katika ardhi hii. Kwa upepo ule unavombeba, upande wake wa kulia wanakuwepo wanadamu, upande wake wa kushoto wanakuwepo majini ambao ni wema wale, na upande wa huku nyuma wanakuwepo wale mashaitani ambao ni wale waovu na waasi. Wanaletwa tu, wanafunga msafara, ingawa hata hawataki, lakini watafanyaje? Hawana ubavu wa kuweza kujinasua katika hilo. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo, anasema na mashaitani wanakuwa nyuma yake. Wa huwa yahkum bainahum bilhaqi, na mtume Suleimani alikuwa akiwahukumu
kwa haki kabisa. Kama wanadamu wamefanya mabaya, anawahukumu. Kama majini wamefanya mabaya, anawahukumu. Kama mashaitani wamefanya vibaya, anawahukumu. Na yeye ndio alikuwa ni hakimu wa haki kwa kipindi hicho. Lakini pia yukhaddimuhum bima yashau biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini pia Mtume Suleimani alikuwa akiwatumikisha majini, mashaitani na hata wanadamu kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Qala Jibril alayhi salam, malaika Jibril anaendelea kumhadithia bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, anasema falama udhina li Suleimani alayhi salam an yasjuna jamia almutamarridina min aljinni wa shayatini. Anasema wakati Mtume Suleimani alayhi salam alipopewa idhini ya kuwafunga mashaitani wote na waovu wote katika gereza la watu waovu, mashaitani waovu na kadhalika, anasema atatihu junudu samawati wal ardi illa ummu subyan. Anasema walimjia anasema atatihu junudu samawati wal ardi illa tabi'a, walimjia majeshi wa Mtume Suleimani wa mbinguni na ardhini. Manake wa mbinguni ni malaika, lakini pia wa chini ni wanadamu, majini na kadhalika. Wote walikusanyika siku hiyo, illa tabi'a, isipokuwa miongoni mwa hao majini au mashaitani alikosekana shetani mmoja anaitwa Tabi'a. Na huyu Tabi'a ni jina la mbadala, yani la kupandikiziwa, lakini jina lake halis anaitwa Ummu Subyan. Faqala junudu, wale majeshi wakasema li Suleimani ibn Daud alayhi salam, kumwambia Mtume Suleimani, asema ya sayyidana hal amanta Tabi'a min as-sijn. Asema hivi, unamwamini huyu Tabi'a ambaye ndio jini Subyani asiweze kufungwa, unamwamini na kumwacha tu hivi hivi? Wa hiya allati minha jami'a al-adha wal madarrati fi ummatik, na ndiye ambaye analeta madhara na matatizo mazito kwa wanadamu katika umati wako. Hawa ni majini, majeshi ya kijini wanamwambia Mtume Suleimani, majeshi ya kibinadamu wanamwambia Mtume Suleimani kwamba kwa nini huyu unamwacha na ndiye ambaye analeta matatizo. Thumma qala alayhi salam, Mtume Suleimani alayhi salam akasema kuwajibu, akasema ya ma'ashara junud, akasema enyi majeshi yangu, utuni biha musri'ina, nileteeni huyo jini Tabi'a au ambaye ndio Ummu Subyani, nileteeni huyo Ummu Subyani haraka sana. Fama tamma kalamu Suleimani alayhi salam, maneno ya Mtume Suleimani kabla hajatimia katika yale maagizo, tayari anasema illa wahiya qa'imatun yajrunaha bisalasil wal aghlali. Wakati huo tayari majeshi yameshamleta huyo Tabi'a, wamemfunga kwa minyororo ya chuma, pingu za chuma, wakimfikisha mbele ya Mtume Suleimani alayhi salam. Falama nadhara ilaiha sayyiduna Suleiman alayhi salam, wakati Mtume Suleimani kumtazama yule sheitani anayeletwa alipoletwa, subhanallah, wallahi ni hatari sana. Anasema Mtume Suleimani akiwa katika kiti chake anamtazama yule jini anavyoletwa, kharran sajida lillahi ta'ala, anasema aliporomoka moja kwa moja kwenda kumsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Falama qama min sujudi, wakati alipoamka kutoka katika sujudi yake Mtume Suleimani alayhi salam, qal, akasema ayyuhal la'inu, ewe ambaye ulilaanika, wallahi lam ara aqwa minka ba'san wala asharra minka batasha. Anasema mimi sijaona kiumbe ambaye kina nguvu kuliko wewe, sijapata kuona, na wala sijapata kuona kiumbe kilichokuwa kibaya zaidi kuliko wewe. Fa'alimni bi amrik wa bi ismik, anasema niambie mambo yako ni mambo gani ambayo unayafanya katika dunia hii, niambie jina lako, wewe unaitwa nani? Wa fi'laka, na vitendo vyako ni vitendo gani? Wa jamia sana'ika, na yote unayoyafanya kutwa nzima ni mambo gani? Hayo Mtume Suleimani anamuuliza jini huyu anaitwa Tabi'a, ambaye halisi yake anaitwa jini Subyani. Anasema wakati huo Mtume Suleimani anasema maneno yale, anasema wahiya nashiratu ajnahatiha
ajnihata, akiwa amefungua zile mbawa zake, maftuha, zikiwa zimefunguka kabisa, tabahathul arda, akiwa na tifua ile ardhi, watashaqul jibal wal ashjari, na kitifua milima na kitifua miti kingoka ngoka. Ni kiumbe kikubwa cha hatari sana. Subhanallah, Mwenyezi Mungu ana viumbe wakubwa sana katika ardhi hii. Hakika sisi wanadamu kufichwa baadhi ya mambo tusiyaone, wakati mwingine ni kheri sana kwetu sisi, kwa sababu kuna viumbe vingine ukiviona mwenyewe unatishika. Sasa hayo akiyafanya, akitifua miti, akitifua milima kwa makucha yake na miguu yake, anasema yatazalzalu arshi, na kile kiti cha Suleimani kikiwa kina yumba yumba kulingana na ile vurugu zake, kile huyo jini Subiani. Wa hiya kar'adul qasif, na yeye jinsi alivyo ni kama metometo wa radi jinsi unavyounguruma. Waya fi salasili wal aghlali, wakati huo akiwa katika minyororo, akiwa katika pingu za minyororo, yajurunaha bijunud biamri Allah wa biamri Suleimani alayhi salam, majeshi wakimkokota na wakimvuta kwa amri ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, na kwa amri ya mtume Suleimani alayhi salam, kwa sababu Suleimani hayafanyi hayo isipokuwa kwa uwezo wake aliopewa na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Asema thumma aqbala Jibril alayhi salam faqala li Suleiman alayhi salam, kisha malaika Jibril akaja akamwambia mtume Suleiman akasema, sirri bihadha la'ina wa hariqha harqan sahiha wa dardir ramadiha lirrihi, asema mchukue huyu aliyelaanika, umuunguze muunguzo wa maana hasa kabisa, kisha jivu lake ulichukua ulimwage katika hewa, kisha upepo uamrishe upepo ulipeperushe hili vumbi lipeperukie sehemu za mbali kabisa, kiasi kwamba pasiweze kuonekana eneo vumbi hilo la jivu la shetani huyu lilipoangukia. Faqalat, shetani lile likasema kumwambia mtume Suleiman, likasema, ya sayyidi, ewe bwana wangu, ewe mtume wangu, saaltuka billah, na kuomba kwa idhini yake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, alladhi khalaqani wa khalaqaka, ambaye ndiye ameniumba mimi na kakuumba wewe, la tuadhibni binnari, usiniadhibu kwa moto, liannahu la yuadhibu binnari illa almalikul azizul jabbar, kwa sababu hakuna anayepaswa kuadhibu kwa moto isipokuwa ni mmoja tu, naye ni Mwenyezi Mungu, almaliku, mfalme, azizu, na aliyekuwa ni jabbar. Huyo ndiye ambaye anayefaa kutoa adhabu ya moto. Wa khafifi ani hadha aladhab, naomba unipunguzie adhabu hiyo unayotaka kunipa ya kuniunguza. Wa ana uallimuka bi amri wa bi ismi wa jami'i sana'i, na mimi nitakueleza mambo yangu, matendo yangu, na jina langu pia nitakwambia. Falama dhakarati li Suleimani alayhi salam, anasema wakati sasa ulili shetani lipomwelezea mtume Suleimani maneno hayo, anasema adhabaha ashad aladhab, mtume Suleimani akamwadhibu kweli kweli kwa adhabu nzito. Faqala laha kaifa nukhaffifu lakal adhab, anasema vipi tuweze kupunguzia wewe adhabu, wa sharru kulluhu mink, na mashari zote zinatokea kwako, iweje tukupunguzie wewe adhabu? Fanatakati li Suleimani alayhi salam, lile shetani likasema kumwambia mtume Suleimani alayhi salam, faqalat, likasema hivi, ya nabii Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, anna tabi'a allati ukhalli diyar, anasema mimi ndio tabi'a wa kuniyati Subyan, anasema mimi ndio tabi'a na jina langu halisi kabisa naitwa Subyani, ndiye ambaye ukhalli diyar, ninavunja vunja majumba ya watu, ninaleta vurugu katika majumba ya watu. Wa ana mu'maratul hanashir wal qubur, wa ana allati minni kulla da'i wa madarra, sema mimi ndio ambaye madhara yote yapo kwangu, mimi ndio ambaye nina maradhi, kila aina ya maradhi, mimi ndio ambaye ninafukua makaburi na kuleta matatizo na maradhi yote yanayoanzia makaburini, na mashetani wote wa makaburini asili yake wote ni wa kwangu mimi Subyani, kwa walimwengu waliopo ardhini. Haya ni maneno ambayo anayafanya Subyani kwa wanadamu, akimweleza mtume Suleimani alayhi salam. Kisha anasema, naumi ala saghir, mimi usingizi wangu ninapotaka kulala mara nyingi huwa naenda kulala kwa watoto wadogo.
yani katika miili ya watoto wadogo ndio usingizi wangu ninapokwenda kulala. Subhanallah. Fayakun kaan lam yakun, napoenda kulala katika mwili ule wa mtoto, yule mtoto atakuwa taabani sana, ataugua sana kiasi kwamba kana kwamba utasema huyu hatopona tena. Mtoto huyu utamkuta mtoto yuko legelege kweli kweli. Mtoto utasema wana Kiswahili wanasema shakumsi matusa, wanasema kabemendwa, lakini kumbe si hivyo, bali waweza kukuta sheitani Subiani kashamfika yule mtoto, miguu imepinda, miguu imepata ulemavu, mdomo umepinda, macho yamepinda, yani hata kule kuongea tena hakuongeleki na kadhalika, na matatizo ya aina mbalimbali yanawakuta walimwengu. Kutokana na historia kama hii ambayo naendelea kukupeni na vituko vyake jini huyu ambaye ni hatari kabisa, na mimi pia sikuweza kutoa kile cha moyoni mwangu, nikaweza kukuandalia dawa hii, na mimi pia nikaita hivyo hivyo jini Subiani. Hii ni bakora nzito kwa sheitani Subiani. Lakini pia mwanachuoni huyu Jalaluddin Abdurrahman Suyuti anaendelea kutuelezea katika kitabu chake hiki, anasema kwamba lile shetani likaendelea kumwambia Mtume Suleimani alayhi salam, anasema wa ala al-kabir bil awja'i wal amrad, anasema na kwa watu wakubwa mimi nawatia auja'i, nawatia maumivu makali, kwa watu wazima na watia maradhi, walbalai alazim, na nawapa mabalaa makubwa sana watu waliokuwa wakubwa, walfaqr, na nawatia urofa vile vile hao watu, wa asqutu alayhi ma la yaqdir alayhi, na nampa mtu mambo mazito ambayo yeye mwenyewe hawezi kuyamiliki. Subhanallah. Yani unakuta mtu kabebeshwa maradhi ambayo ukifikiria hali yake, maisha yake, hata kama akiungana yeye na familia yake wote waungane, lile tatizo hawezi kulimudu, na hatimaye mtu anaondoka hivi hivi tunamtazama. Wallahi ni mtihani mkubwa sana, Mwenyezi Mungu atunusuru. Lakini shetani hili likaendelea kusema kumwambia Mtume Suleimani alayhi salam, kisha anasema wa naumi ala almar'ati 'inda alhayd, na usingizi wangu mimi mnono sana ninaupata ninapokuwa nimelala katika mwili wa mwanamke anapokuwa katika hedhi yake. Subhanallah. Subhanallah. Akina mama mnapokuwa katika hedhi lazima mchukue tahadhari zenu mapema. Au 'inda alwilada, au wakati mwanamama anapojifungua ndio usingizi wake mnono sana unapopatikana. Kwa hiyo anamtia maradhi yule mwanamama, anamtia maradhi hata mtoto leko tumboni, yawezekana hata mimba ikaweza kuharibika kwa sababu tu ya mshike ya sheitani jini Subiani katika hali ya namna hiyo. Lakini anasema wanaumi ala tajir, lakini mimi pia usingizi wangu mara nyingi sana napenda uwe mnono, na lala katika miili ya matajiri, fi tijaratihi, katika biashara zake. Yani usingizi wa Subiani ukae vizuri, alale katika biashara za watu, na akilala hapo usitarajie kwamba utauza, akilala hapo usitarajie kwamba biashara yako itanyooka, wewe mambo yako kila siku yatakuwa yanaharibika katika hali za namna hiyo. Lakini pia hayo anafanya baada alfarhi birribhi fiha, anasema ni baada ya kuwa mtu amepata faida na furaha katika hiyo biashara. Fayakhibu wa yakhsiru, anasema baada ya kuwa amepata faida na furaha, basi yule shetani anaingia katika ile biashara, anafanya khiyab, yani kama ile kupeperusha zile mali, yani kama kufanya chuma ulete. Matokeo yake anakuta kwamba mali anazozipata au mshahara anaopata anautumia katika mazingira ambayo hujui hata umetumiaje, lakini pesa imeisha. Biashara unafanya lakini hujui pesa zinaenda wapi, unaweza kuzingishia ni chuma ulete, kumbe kuna mambo tayari yameshaingia katika biashara yako, katika hali za namna hiyo. Na ndio maana na mimi nikaamua nikuletee suluhisho inaitwa Jini Subiani, ili iweze kwenda kuondosha matatizo yaliyopo katika maisha yako kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Lakini pia jini huyu anasema wanaumi ala al-ajir
Anasema usingizi wangu mimi mara nyingi unapatikana kwa mtu mwenye kuajiri, fi ijaratiha, katika ajira yake, pale pia ndipo ninapopenda. Kwa hiyo anafanya vurugu pale. Katika hali za namna hiyo unakuta mtu anakuwa anavurugikiwa, hata kazi haziendi, anafukuzwa kazi, anatengwa na watu, anachukiwa na watu tu kazini, kwa sababu mtu huyu amepatwa na jini subiani. Lakini pia anasema wanaumi ala asinafi sanai, anasema na mimi mara nyingi usingizi wangu ni katika makundi ya aina mbalimbali ya waundaji na watengenezaji wa vitu vya aina mbalimbali. Yani kama maviwandani huko, watu wanafanya kazi maviwandani, wanakutana na mabalaa mazito sana huko, wanakumbana na maradhi mazito sana, kwa sababu huko maviwandani na sehemu mbalimbali mashaitani kama hawa pia ni maeneo ambayo wanayapenda. Anasema kwa hiyo nawapa maradhi na ninawatia maradhi alladhi la dawa laha, ambao mara nyingi dawa yake inakuwa ni nzito sana kupatikana katika hali za namna hiyo. Anasema wala amkasi minni hiya minni, na mikasi yote ambayo inayokatakata matumbo ya watu na kadhalika, yote inatokana na mimi jini subiani. Anasema wa minni alhumya, na kwangu mimi jini subiani kunapatikana homa, wa ramadi, na upofu wa macho. Mara nyingi tunapopata homa, wakati mwingine zinakuwa si homa za kawaida, bali ni homa za mashaitani kana majini subiani. Lakini pia tunapopatwa na maradhi ya macho, mara nyingi sio macho ambayo ya maradhi ya kibiology, bali ni maradhi yatokanayo na majini mashaitani, ambao mojawapo ni jini subiani. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo ndio maana kukuletea dawa hii inaitwa subian, jini subiani, ili iweze kukuponya maradhi yanayokusumbua. Anasema walutama wa waj'u wa darra wa darbatan, anasema na ile kipigo, yani kipigo cha kishetani na maumivu ya kishetani, yote yanatokana na jini subiani. Maana ukipigwa kipigo cha jini subiani, unaweza kupata maradhi mengi sana. Itategemeana ni wapi kipigo hicho kimepigika. Ukapinda mdomo, ukakosa uzazi, ukakosa nguvu za kiume, ukawa miguu yako inawaka moto, miguu inakufa ganzi, kiuno kinauma, mgongo unauma, au moyo unaenda mbio sana. Inategemea wapi huyo shetani alipoenda kuweka kambi yake katika mwili wako. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna shaytana yajri min ibni adama majra dami, hakika shetani anatembea katika mwili wa mwanadamu kupitia mishipa ya damu. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo, kwa hiyo anasema wadharbata, na vipigo vyote vinatokana na jini subiani. Wa minni kullada wa illa, na anasema na kwake yeye shetani subiani kuna maradhi ya kila aina mbalimbali. Maradhi ya aina mbalimbali yanatokea kwa jini subiani. Matatizo ya aina mbalimbali yanatokea kwa jini subiani. Wa kullu ma yajri fil khalqi fa innahu min haula, anasema na yote yanayopatikana, mabala mengi yanayopatikana katika jamii za watu, mara nyingi inakuwa ni chonganishi ya mashaitani. Miongoni mwao mashaitani hao ni jini subian. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo tuweze kupata nusra yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wanakhudhu ala qiyami layli, lakini pia tunawachukua wale ambao wanaotembea sana mausiku, wale ambao usiku kwao ndio kama kumekucha. Hao watu mara nyingi huwa wanapatwa sana na majini subiani. Lakini pia wanashrabu ma ala siha, kwa watu ambao ni wazima tunawanyonya maji ya miili yao. Unakuta tu mtu anapungukiwa maji tu, na wapo watu maradhi yao wao wanapungukiwa damu, hata umwekee drip 10 kwa siku, kesho yake hana damu. Wapo watu wa namna hiyo. Kwa hiyo subhanallah, hiyo inakuwa ni hatari. Anasema wanahlikul hartha, anasema pia sisi majini subiani tuna tabia ya kuangamiza mashamba ya watu. Mtu umelima mashamba yako yamemea vizuri, lakini mwisho wa siku unakuja kuambua kitu ambacho sicho. Lakini pia wananqusul mal, lakini pia tuna uwezo wa kupunguza mali kwa mtu. Yani mtu akashuka kiwango chake cha pesa mpaka akawa rofa, kiasi kwamba unasema mama fulani alikuwa na hela yule, baba fulani alikuwa na hela yule
Lakini leo hii pesa na mali tena hazipo, kwa sababu mtu huyo amepatwa na jini Subiani. Moja ya nusura yake ni kupata dawa hii, na mimi nikaita kwa jina hilo hilo jini Subiani. Lakini pia ikhwani, ndugu zangu, jini huyu alipomaliza kuelezea maneno haya, faqala laha Suleimanu alayhi salam, Mtume Suleimani akasema kumwambia jini huyo, Mtume Suleimani akasema, ya laina, ewe uliyelaanika, kaifa taakhudhu nisaa warijala wasighar, anasema namna gani wewe unaweza kuwachukua wanawake ukawafanyia mabaya, wanamume ukawafanyia mabaya, watoto ukawafanyia mabaya, unawezaje? Wa kaifa tanqusul mala wal harth, na vipi unaweza kupunguza mali za watu na ukateketeza mashamba ya watu? Faqalat, akasema yule sheitani jini Subiani akasema, ya nabii Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, na akhudhu rijala ala kulli shay'in wa kadhalika nisa, tunasema tunawapitia wanamume kwa njia zozote zile, kwa namna yoyote ile, na ndivyo hivyo tunavyowapitia wanawake. Wa amma sighar fanaduqu idhamahum wa naakulu luhumahum wa nashrabu dimaahum, anasema ama watoto tunagonga, tunavunja mifupa yao na tunakula nyama zao na tunanyonya damu zao. Subhanallah. Watahullu hujuru ummahatihim, na pia tunapendelea au tunakaa katika vyumba ambavyo walipo wale mama wa wale watoto wenyewe. Wakadhalika nisa wanuhibbu mina sighari wan nisa, na tunawapenda sana watoto wadogo na tunawapenda sana wanawake. Wa akhala al-ainaini ahmar alwajhi, lakini pia tunawapenda wanawake wenye macho mazuri, tena wanawake weupe. Subhanallah, subhanallah. Hebu jitafakari kama hali yenyewe ndio hii, kwamba sheitani huyu anapenda wanawake wenye macho mazuri, anapenda wanawake weupe. Haya, wewe ndugu yangu unanisikiliza sasa hizi, wewe ni mweusi ni mweupe, jitafakari hapo uweze kuona namna gani hayo yanayoweza kutokea katika maisha yako. Ni moja ya ahadi ya matatizo ambayo anayofanya sheitani Subiani katika afya na miili ya wanadamu. Asema wanaati ila almali, na pia tunaziendea mali za mtu, wanasihu alaiha sihatan, anasema tunazipigia uyowe, ukelele mzito zile mali. Kama ni pesa, kama ni sanduku la pesa, ni briefcase la pesa, basi zinaenda kupigiwa uyowe wa hatari sana. Yaj'al min sahibihi wa nuhibu ala wastihi karihi, anasema zile mali zile zinapotea, mali zinaanza kusambaratika, yani inakuwa kama laana fulani imeingia katika mali zinapotea, hatimaye mtu huyo anafirisika kabisa katika hali za namna hii. Shay'un, wala mtu huyo hataweza tena kubakia na kitu kingine chochote kile ambacho kitaweza kumkidhi maisha yake na biashara zake. Falama dhakarat hadhihi alkalimati li Suleiman alayhi salam, anasema wakati jini huyo anamuelezea Suleimani maneno haya, qala laha, akamwambia sheitani huyu, ya mal'un, ewe mal'un, faba'da hadha, na baada ya haya, baada hadha alfi'l, baada ya vitendo hivi unavyovifanya, kaifa nukhaffifu anka al'adhab, vipi tukupunguzie tena adhabu, fi salasili, katika mnyororo, inna nusajjinuka tahta al-ardi, sisi tutakufunga katika ardhi, chini ya ardhi, fi sab'a tabaq, katika tabaka la 7 kabisa la ardhini, huko ndipo utakapoenda kufungwa. Wanadhibu alayka ar-risas wa nuhasi, na tutakunyunyizia urojo wa risasi na nuhasi ili uweze kuteketea kabisa. Ikhwani, ndugu zangu, haya ni matatizo mazito kabisa ambayo yameelezwa na wanachuoni wakubwa kabisa wa history. Mmoja wapo anaitwa Jalaluddin Abdurrahman Suyuti, akimuelezea jini Subiani. Sasa kwa matatizo kama haya na mengineo mengi ambayo yanawapata watu, yanawasumbua watu majumbani mwetu, wake zetu, waume zenu, au watoto wetu, dada zetu, kaka zetu na wengineo, biidhnillahi subhana, zawadi hii inaitwa jini Subiani, itakusaidia sana katika maisha yako ya sasa na ya baadaye. Inshallah biidhnillah tabaraka wa taala, tutakuja sehemu ya pili kuja kuelezea ahadi aliyoitoa
jini Subiani, kwamba ni ahadi gani aliyotoa ili mtu huyo kiapo hicho akikitumia mtu basi hawezi kudhurika na jini Subiani. Na viapo hivyo alivyovitoa ndivyo viapo vilivyoapiwa katika dawa hii. Sambamba na dawa hii basi utaenda kumuondosha jini Subiani na kumfukuza kabisa katika mwili wa mwanadamu, wewe ambaye viapo hivi haunavyo. Kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala, jipatie jini Subiani kwa hurma na utukufu wake azza wa jalla. Ikhwan, ndugu zangu, tukutane sehemu ya pili ya history ya jini Subiani ili tuweze kuona makubwa kabisa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Lakini kabla sijakuaga, nipende kuambia hapo chini ya video hii kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, na hiyo ibonyeze tena mara moja. Hapo mimi na wewe tutakuwa ni wanafamilia wa channel yetu hii pendwa, na kila zuri litakapotoka tutakuwa wote kwa pamoja. Inshallah niseme dumtum fi ra'ayati llahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.